Na kama vile ambavyo mengi zaidi hapa na pale ulikuwa ukitazama katika mitandao ya kijamii, lakini wakati huu pia BMTV Live tumefika moja kwa moja mpaka huko Kibaha kwa Mbonde katika kanisa zuri kabisa chemi ya uzima. Lakini pia kama vile ambavyo unaona timu kubwa kabisa juu ya tukio kubwa kabisa la kumtafuta yule mwenza, zile ngumi za hapa na pale tuzikwepe kidogo, kwani usilolijua ni sawa na usiku wa giza. So vile ukipata somo fulani jambo linakuwa vizuri sana. Lakini pia tuko na mheshimiwa atatamka maneno mazuri kabisa kwa niaba ya wewe ambao unatazama kupitia BMTV Live. Karibu sana mheshimiwa. Hebu elezea tukio la leo vile ambavyo lilivyokuwa na jinsi gani vile watu ambao wamejaa, lakini pia mitandao ya kijamii wengi sana wanatazama matangazo ya hapa na pale. Karibu sana. Asante sana ndugu mwanahabari. Ndio. Mimi kwa jina naitwa Ebeneza David Mwang'ombe. Mimi ni katibu mkuu wa shirikisho la amani duniani kanda ya Tanzania, yani UPF au Universal Peace Federation. Lakini pia ni mwakilishi wa kidiplomasia wa United Nations Peace Ambassadors Foundation kwa hapa Tanzania. Pia ni mwanzilishi na rais wa dunia wa Umoja Trust International ambayo makao makuu yake ni hapa Kibaha, Tanzania. Niseme tu ndugu mwanahabari kwamba siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu. Ndio. Ambayo tuko hapa na baadhi ya mabalozi wa amani, lakini vile vile na vijana pamoja na watumishi mbalimbali wa Mungu na wanahabari pia, katika siku maalum ambayo ni siku tulioona tuipange kwa ajili ya kutoa semina ya vijana kuhusu namna nzuri ya kumpata mwenzi bora. Sisi watu wa amani tunaona kwamba amani inaanzia kwa mtu binafsi na baadaye inakuja kwenye familia, lakini inakuja pia kwenye jamii, taifa mpaka kimataifa. Kwa hiyo tunaona kama swala la kumpata mwenzi bora ni swala muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwani pale ambapo utampata mwenzi ambaye sio mwenzi bora, maana yake utegemee kupata familia ambayo itakuwa na matatizo. Kwa hiyo basi tumeona tukutane mahali hapa na vijana wetu ili tuweze kuwapatia semina kuhusiana na namna bora au namna ambayo mtu anaweza kumpata mwenzi bora. Naweza nikatoa mifano michache. Ni kweli unaweza ukakutana na mtu ukampenda na yeye akakupenda mkaoana, lakini hapo baadaye ukakuta maisha yenu yakaingia kwenye changamoto. Na si changamoto wakati mwingine za kukosekana kwa upendo, inawezekana upendo ukawa upo, lakini kukawa na changamoto ambazo ni za kiafya. Lakini kwa kutokujua mambo ya kitaalamu kuhusiana na mahusiano kati ya mtu na mtu, hususan pale ambapo anataka kuingia katika mambo ya wenza, ikakupa shida. Kwa mfano, katika semina hii mambo ya muhimu ambayo pia tunayafanya ni pamoja na kuzingatia vipimo mbalimbali ambavyo ni vya kitaalamu. Lazima kwa watu wanaotaka kuoana, tunaamini kwamba lazima wapitie katika hatua hiyo. Kwa mfano, kuna kupima ukimwi. Ni muhimu sana kwa watu ambao wanatarajia kuoana kufanya hivyo vipimo ili kujua usalama wa mwenzi ambaye unataka kumuoa, kujua afya yake. Lakini pia kuna swala la upimaji wa sickle cell au selimundu. Ndio. Nayo ni kitu muhimu sana kupima, maana usipopima baadaye unaweza ukapata changamoto kwenye familia. Usipojua ukasema kwamba pengine umelogwa au familia imelogwa, lakini kumbe ni kitu ambacho kama ungelikuwa umepitia ushauri wa kitaalamu na kupata vipimo, ungeweza ukaepuka mapema. Jambo jingine ni upimwaji wa damu. Lazima damu yako ipimwe, hususani ujue grupu lako la damu na grupu la damu la yule ambaye unataka kumuoa au kuolewa naye.
ni vitu ambavyo ni muhimu sana, kwa sababu kibiolojia kuna aina zingine za damu au magrupu ya damu ambayo endapo mtu ana grupu fulani ambalo haliendani na grupu jingine, wale watu wakiwana wakapata mtoto anakuwa amewekwa kwenye riski. Nafikiri wale ambao ni wataalamu wa afya wanaweza wakanikubalia hili, kwamba mara nyingi wamekuwa wakifanya kazi hizo za kuokoa maisha ya viumbe au watoto ambao wanazaliwa kwa kuwapa msaada pengine wa dawa ya sindano ambayo ilitakiwa yule mtoto apate, ili kumweza kumuondoa katika riski ya kuweza kupoteza maisha. Kwa hiyo unakuta ni vitu kama hivyo. Lakini pia kuna mambo ya hepatitis. Kwa hiyo wanapopimwa pia mtu akajua hali halisi ya kiafya ya yule anayemuoa au ambaye anataka olewe naye, maana yake nayo hiyo inaepusha mambo mengi. Kwa hiyo swala la amani hatuliangalii tu kwa mazingira ya fujo au vurugu imetokea mahali, lakini pia hata katika upande wa afya zetu. Kama afya hizo zitakuwa zimeathirika za wale wenzi, maana yake ni kwamba amani ndani ya ndoa hiyo haiwezi kupatikana. Kwa hiyo pamoja na kuwafundisha njia nzuri za kuweza kuishi na kuheshimiana katika maisha, unapokuwa ni mtu na mke wake wakati huo, lakini bado kuna haja ya kuangalia mambo